Mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, Nuru Kashakari, ameitaka serikali kusimamisha miradi yote ya wananchi kwenye jimbo hilo na fedha za miradi hiyo zipelekwe kutekeleza mradi wa ujenzi wa daraja la Malagarasi katika kijiji cha Ilagala, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma, kwani kutokuwepo kwa daraja hilo ni kunakwamisha uchumi na maendeleo ya wananchi katika jimbo hilo. Kashakari amesema hayo wakati akichangia mjadala wa miradi ya ujenzi wa barabara wakati wa kikao cha bodi ya ushauri ya barabara ya mkoa wa Kigoma, na kusema kuwa imechukua miaka 20 sasa mradi ukifanywa upembuzi yakinifu na hakuna matumaini yoyote ya kutekelezwa kwa mradi huo kwa siku za karibuni. Aidha, kauli ya mbunge huyo inafuatia maelekezo yaliyotolewa na kaimu meneja wa wakala wa barabara mkoani Kigoma, Mhandisi Chora Kimata, alieleza kuwa kwa sasa hakuna fedha za utekelezaji wa mradi huo, kwani maombi yaliyopelekwa Benki ya Dunia ilionyesha kuwa ilikuwa inaombwa fedha ya matengenezo ya dharura, wakati huo ni mradi mpya, hivyo haukuwa na vigezo vya kupata fedha. Timu ya World Bank wakatembelea eneo la Ilagala. Vigezo walivyokuja kututolea na wametoa hizi hatua za mwisho kabisa, wakasema miradi waliokuwa wanaleta sehemu ambapo kwa mfano kule Lindi, kama mnakumbuka, kulikuwa na madaraja yaliyobebwa na maji ya mvua. Kwa hiyo wakasema sisi sehemu tulipopendekeza kujenga ni sehemu mpya, haikuwa na daraja, kwa hiyo haikuathirika na kile kimbunga cha El Nino, zile mvua. Kwa hiyo wakasema hatuna vigezo vya kupata ule mradi. Wanasema kama kungekuwa na daraja eneo lile ambapo iko feri likawa limeoshwa, kile kingekuwa ni kigezo cha moja kwa moja kwamba tungepata ule mradi. Wakasema ule ni mradi mpya, kwa hiyo serikali inatakiwa ipange yenyewe kwenye mipango yake ya budget kutekeleza mradi ule, sio mradi wa dharura. Hiyo ndio sababu aliyotutolea, lakini kwa maana ya kutoa taarifa kila walichotuhitaji kutoa, si kama TANROADS tulitoa, na taarifa mbalimbali za takwimu tulipata kwa wenzetu wa Uvinza tukapeleka. Tayari kwenye kuomba tayari tunapeleka budget inayopendekezwa kwamba daraja lile hili lijengwe ni bilioni 24, ndio tuliyopendekeza. Kwa sababu na kiongozi wetu wa chama yuko hapa, lakini vile vile wewe kama bosi wetu, mkuu wetu hapa, mkuu wa mkoa upo unamwakilisha Mheshimiwa Rais, niombe kwa dharura hiyo sisi miradi yote ya maendeleo ya jimbo la Kigoma Kusini ama wilaya ya Kigoma Kusini isitishwe. Wasituletee miradi ya aina yoyote, ila watuletee tu daraja kwanza. Tutakapokamilisha daraja ndo walete hiyo miradi mingine, kwa sababu inasikitisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Na uzuri wa bahati Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe unakwenda kila maeneo, nilikuona unatembea kila siku. Nilikwenda kule nikamwambia mkuu wa mkoa alikuwepo hapa, na ulikwama mpaka na gari na nini. Mheshimiwa Mwenyekiti, inasikitisha ukiangalia takwimu ya vifo vya kina mama wanaofia pale kwenye pantoni ni kubwa zaidi kulikoni huku mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe binafsi kabisa, tuandike speciali kabisa kwenda kule panapohusika, watusaidie, watuokoe. Sisi tuko tayari. Kama kuna zahanati zinataka kujengwa kwenye wilaya yetu wasitishe, shule zinazotakiwa kujengwa kwenye wilaya yetu wasitishe, na vitu mbalimbali vinavyotakiwa vya maendeleo katika wilaya yetu. Mimi sina cha kuongea hapa tofauti na barabara na daraja. Yaani tofauti na daraja, hata nikienda bungeni mimi nimeenda na agenda moja tu ya daraja. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, ikikupendeza sana, najua wewe ni bingwa machachari namba 9. Bwana. Utusaidie kupushi kule ili waje. Lakini pia nisikitike makamu meneja wa TANROADS hana mkakati badala. Mimi nilijua kwamba kuna mkakati badala, kwamba sasa tumekosa kule kuomba mkopo, lakini tuna mkakati huu. Ndio kidogo, yani hapa hata sione hata haja ya kuendelea kukaa hapa, kwa sababu sio, yani vitu vyetu vya Uvinza havipo. Kwa hiyo mpango mkakati alokuwa nao yeye alitakiwa tueleze kwamba sasa bwana, mpango mkakati tutaanza na hili mwaka huu, tunaanza na hili mwakani, tutakwenda. Mheshimiwa mbunge, umeshatuambia tutakaa na sisi tutaiandikia viongozi, na mimi niko concern, nimefika, nimeona, na ni eneo ambalo kwetu linazalisha sana. Kwa hiyo mkakati plan B, kama yeye hana plan B, sisi tuna plan B. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana Mheshimiwa. Asante.